Yes, bwana, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Ni siku nyingine tena ambayo tunaenda kupeana zile taarifa au updates ambazo zinazidi kujina kutendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kubwa zaidi hii leo tunaenda kusikiliza simu ambayo imeweza kupigwa usiku wa kuamkia hii leo, simu ya Faisal Salum Feitoto Abdalla dhidi ya rais wa Dar es Salaam Young Africans Engineer Hersi Said, wakizungumzia masuala ya usajili, wakizungumzia masuala ya uhamisho juu ya Faisal Salum Feitoto Abdalla kurudi katika viunga vya wananchi Dar es Salaam Young Africans. Baki nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kusikiliza simu hiyo ambayo imeweza kupigwa usiku wa kuamkia hii leo ya Faisal Salum Feitoto Abdalla na Engineer Hersi Said. Na ikumbukwe kwamba Engineer Hersi Said anapambana haya yote kuhakikisha anapata mbadala sahihi wa Stephane Aziz Ki, the master key Stephane ambaye anatajwa kuondoka mwishoni mwa msimu baada ya msimu huu kumalizika kutokana na virabu mbalimbali kutoka kusini na magharibi hapa Afrika ambavyo vinahitaji huduma yake. Moja ya vilabu kuna Kaizer Chiefs kutoka Afrika Kusini, Kaizer Chiefs ambayo inanolewa na kocha wa zamani wa Young Africans Nasreddine Nabi, lakini pia Wydad Casablanca kutoka magharibi mwa Afrika, bila kusahau Al Hilal Tripoli ambayo inashiriki ligi kuu ya Libya. Wydad Casablanca kutoka nchini Morocco. Na jana wakala wa Stephane Aziz Ki Traore alikuwa Wydad Casablanca, alikuwa moja ya picha ambayo imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Alikuwa na kocha wa timu hiyo ya Wydad Casablanca Lorali Mukwena, bila kumsahau bosi wa timu hiyo ya Wydad Casablanca. Moja ya taarifa kubwa ambayo imeweza kutufikia ni kwamba alikuwa anajadili masuala ya kimkataba, masuala ya usajili kwa Stephane Aziz Ki kuhakikisha anatua katika kikosi cha Wydad Casablanca. Hivyo Engineer Hersi Said anapambana kuhakikisha anatafuta mbadala sahihi wa Stephane Aziz Ki, the master key, na inatajwa kwamba asilimia kubwa Faisal Salum Feitoto Abdalla ndiye ambaye atakuja kuchukua namba ya Stephane Aziz Ki. Na moja ya taarifa ambayo inazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii bwana ni kwamba jana Faisal Salum Feitoto Abdalla ameweza kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, Insta story, aliweza kuandika kopa ya kijani na kuweka back to home, kitu ambacho kimeweza kuzua gumzo kweli kwenye mitandao ya kijamii kwamba Faisal Feitoto Abdalla kurudi nyumbani, yani kurudi katika viunga vya Twiga na Jangwani. Na moja ya simu ambayo imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii ni juu ya Faisal akiongea na Engineer Hersi Said wakijadili masuala ya kimkataba, wakijadili masuala ya kiuhamisho, ya kiusajili kuelekea msimu ujao 2025-26. Faisal ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri tangu atoke katika viunga vya wananchi Young Africans katika msimu wa 2022-23 na kutua katika kikosi cha Azam FC katika msimu wa 2023-24, amekuwa na mwendelezo mzuri, mabao 19 ambayo amefanikiwa kufunga nyuma ya Stephane Aziz Ki ambaye alikuwa top scorer katika mabao 21 na mabao 19 ambayo aliweza kufunga Faisal Salum Feitoto Abdalla katika msimu wa 2023 na 24. Hivyo Engineer Said anapambana kuhakikisha mwamba huyo anarudi katika mitaa ya Jangwani, mwamba huyo anarudi katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Faisal Salum Feitoto Abdalla ambaye kuondoka kwake aliondoka kwenye mikanganyiko ya hapa na pale, lakini nikwambie tu kwamba anaweza kuweka wazi kwamba yeye hana migogoro na Engineer Hersi Said na atarudi katika viunga vya wananchi Dar es Salaam Young Africans, na Young Africans ni nyumbani, muda wowote atarudi, au sio bwana? Faisal, nikwambie tu kwamba Faisal Salum Feitoto Abdalla msimu ujao atatumikia au atatua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans kuja kuchukua namba ya Stephane Aziz Ki. Endelea kubaki na Bea TV bila kusahau kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili